Okay, msikilizaji, tunasonga mbele kwenye hii simulizi ya Hamza. Sehemu ambayo tumeishia bwana, tuliona ya kwamba Belda tayari kasha kuja nyumbani kwa Hamza. Ama unaweza kusema nyumbani kwa kina Hamza na Reji. Na tunamfahamu Belda ni kale kabinti ambako ni alilelewa na Mjema. Na Belda alikuwa muda wote anaambatana na Herman. Sasa inawezekana kama ameshatimuliwa kule, japo Hamza alitoa maagizo kwa Mjema kwamba Belda anatakiwa kuwa free. Kwa hiyo alipofika nyumbani, shangazi akaambia kwamba Belda yupo kule chumbani kwake, alikuwa anaoga kidogo. Sasa Hamza akamfuata kwa sababu ulikuwa ni muda wa chakula. Kwa hiyo akawa anamsubiri washuke wote. Na Hamza alimpatia dryer ili aweze kukausha nywele zake. Sasa akaendelea kumsubiri. Belda akasema, Mr. Hamza, kama anakuchelewesha samahani. Hamza akasema, wala hata unicheleweshe. Mimi natangulia, ukimaliza shuka chini kwa ajili ya chakula. Belda akasema, okay, asante sana Mr. Hamza. Msikilizaji, hapa ndipo tunaposonga mbele ama kuendelea na simulizi yetu nzuri kabisa hii ya Hamza. Sasa bwana, Hamza muonekano wake ulibadilika kidogo mara baada ya kusikia akiitwa Mr. na Belda. Unaweza kuniita tu Hamza au kaka. Haina haja kuniita Mr. Nilikuwa na deni la fadhila kwako, hivyo nilichofanya ni kwa ajili ya kukusaidia. Sikuwa na nia nyingine. Na hupaswi kunichukulia kama mtu niliyekupa msaada, umeelewa? Mara baada ya kusikia hivyo, Belda alijikuta akionyesha hali ya mshangao huku akimwangalia Hamza. Belda akauliza kwamba basi vipi nikikuita master? Kwa nini? Kwa sababu tu ni mjukuu wa jemadari, mjukuu wa kwanza wa familia mzee. Sipendi hilo jina, niite tu Hamza. Belda hakuthubutu kupingana na kauli ya Hamza na kisha akasema ya kwamba kaka Hamza, sikujua kama upendi. Hamza alishia kumwangalia msichana huyo na muonekano wake wa kutokujiamini, akiona alikuwa serious sana hata kwenye mambo yasiyohitaji kuwa serious. Mimi sina hasira na vile vile usiniogope. Uwe kwa kawaida tu. Mimi sio kwamba kama nakuogopa, ni kwamba tusijazoea. Hujazoea unamaanisha nini? Zamani ni bro Herman alikuwa akinilinda na kunijali kuliko mtu yote mpaka alipoanza kubadilika. Kipindi nilipokuwa nimefungiwa nyumbani, mimi sikudhani itachukua siku ngapi mpaka kupata ruhusa kutoka. Ila sikutarajia kabisa kama utakuwa bado unanikumbuka. Sijui namna kukulipa. Sijazoea pia mtu kunijali bado. Kwa mtu mzito kama wewe, mimi nipo tayari kufanya chochote. Ni kwamba tu sijui ni kipi napaswa kufanya. Makubwa. Kwa hiyo unaniona kama mtu mzito? Napenda pia cheo hicho, si ndio? Wewe ni mtu mzito kweli na sio utani. Umekuwa maarufu sana. Nilivyokuona nyumbani, wazee walikuwa wakizungumza ni lini utarudi kwenye familia. Basi natosha Belda. Ukweli ni kwamba kila ninapokuona na kufananisha na mtu aliyekuwa na mchango mkubwa kwenye maisha yangu, unaonekana kuwa na moyo mzuri mno na mkarimu. Hivyo baada ya kuona naweza kukusaidia, nikaona nifanye hivyo. Haimaanishi unapaswa kunilipa, sawa? Kumbe ndio maana ukanisaidia. Sio kwa sababu pekee ya hiyo, au yani kwa sababu pekee ya huyo mtu. Nimeona majaliwa ametufanya tukutane tena na tena. Sasa kwa nini nisikusaidie wakati ulinisaidia? Majaliwa? Msikilizaji, haikueleweka Belda aitafsiri vipi kauli hiyo, lakini uso wake uligeuka wa moto. Hamza muda ule aliweza kuelewa msichana huyo alimuelewa vibaya, hivyo hakujua hata acheke ama alie. Sijamaanisha hicho unachofikiria. Kwangu mimi nakuchukulia kama mdogo wangu. Sina nia nyingine kabisa. Najua bro unachomaanisha. Na mimi pia nakuchukulia kama kakaangu. Na naahidi nitakuja kulipa baadaye kwa wema ulionifanyia. Hamza alishia tu kutoa pumzi ya weni. Ni kama vile hata angejielezea vipi, kwa sababu ya msichana huyo kutokujua mambo mengi asingeelewa kwa haraka. Hamza alijiambia kama anataka kumlipa, basi ngoja amlipe. Vinginevyo akimwambia kwamba asimlipe, msichana huyo ataanza kufikiria tofauti tena. Okay, fanya haraka sasa.
ukauke nywele zako na uje ule. Changamshe tumbo kidogo. Sawa. Berida alishia kugeuka na kisha kuendelea kupuliza nywele zake kwa spidi. Sasa mara baada ya wawili hao kushuka chini, shangazi alikwisha kuandalia tambi mezani. Shangazi akasema, Berida, nimekuandalia tambi kwa sababu ya haraka, ngoja usiku nitaandaa chakula kitamu zaidi. Berida akasema, usisumbuke shangazi, nimezoea kula chakula chochote, baadaye mimi nitakusaidia hata kupika, naweza kufanya mambo yote ya nyumbani. Shangazi akasema, unajua kupika? Siku hizi wasichana wengi hawajui kupika. Aliongea shangazi kwa hisia za masikitiko. Lakini unaona itakuwa ni sawa kwa msichana mdogo kama wewe kukaa tu nyumbani na kufanya kazi? Shangazi, usijali kabisa, kwa sasa ni kwa sababu tu sina sehemu nyingine ya kwenda. Mimi siwezi kukaa tu na kula bure. Nataka angalau nipate kitu cha kufanya. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo ya Berida, ajikuta akiingiwa na swali alilotaka kusikia jibu. Berida, kwani baba yako alikwambia nini? Baba akasema siruhusiwi kurudi nyumbani kwake tena. Akasema kuondoka kwangu kuja kwako inamaanisha hatojisumbua na mimi tena. Jamani. Kwa nini baba yako sasa na moyo wa kikatili namna hiyo? Aliongea shangazi kwa sura ya kusikitika. Kisha akaendelea kwa kusema kwamba kama ni hivyo, unaonaje ukiishi na sisi hapa Unaweza kunisaidia kazi ndogo ndogo tu. Shangazi, asante sana, lakini mimi sitaki kuona mkinijali kwa kila kitu. Napanga kutafuta kazi yote itakayonipatia kipato cha kujisaidia mwenyewe. Ukweli wakati nikiwa njiani nimefikiria sana na kuona sikuchukuliwa wa maana yote nikiwa nyumbani na hawakunijali kwa lolote. Hivyo kuanzia sasa mimi nataka nijaribu tu kuishi maisha yangu na kufanya ninachoweza kufanya na kuona ni kwa umbali gani naweza kwenda. Shangazi mara baada ya kusikia maneno hayo alishia kumshika Berida bega kwa namna kumfariji. Kama unataka kutafuta kazi ni jambo zuri pia, lakini hauna haja ya kuharakisha, usiwe na wasiwasi. Unaweza kukaa kwanza hapa kwa muda, isitoshe ndio kwanza umefika Dar es Salaam na haujui maeneo mengi vizuri. Unaonaje ukichukulia mahali hapa kama nyumbani pia? Aliongea shangazi. Berida aliguswa na maneno hayo. Alishia kumwangalia Hamza na mara baada ya kuona Hamza pia anamtingishia kichwa kubaliana na maneno ya shangazi alikubali. Akasema, asante sana shangazi Mariposa. Hamza, nimemsikia Berida akikuita kaka. Kwa nini sasa usimfanye kuwa mdogo wako kweli? Huyu mtoto ni mnyenyekevu na anajielewa mno. Nimetokea kumpenda sana. Hamza alishia kujiongelesha moyoni mwake. Kulingana na undugu ulivyokuwa, Berida ni binamu yake. Ni kwamba tu hawakuwa na undugu wa damu. Shangazi, usiwe na wasiwasi, amefukuzwa nyumbani kwao kwa sababu yangu pia. Hivyo lazima nihakikishe anakuwa sawa katika mazingira haya mapya. Namna hiyo sasa. Tunapaswa kumfanya ajisikie vizuri. Aliongea shangazi huku akiangalia mavazi ya Berida. Umetoka nyumbani lakini sijakuona ukiwa na begi lolote. Hivyo lazima hauna nguo za kutosha kubadilisha. Kuna nguo nyingi ambazo Regina hatumii, lakini hata nikikupatia hazitokutosha kutokana na size zenu kutofautiana. Hebu subiri kidogo, kaka yako Hamza atakupeleka dukani kununua nguo na baadhi ya mahitaji yako. Basi muda ule wakati akiongea, shangazi alitoa kadi ya benki na kusema kwamba kuhusu gharama zote za nguo utakazonunua nitalipia mimi. Berida mara baada ya kuona hilo, haraka sana alikataa, akasema, shangazi haina haja, mimi siwezi kupokea tu. Acha kuwa na wasiwasi bwana. Mimi sikulipii bure. Unaweza kunisaidia kazi za hapa nyumbani. Chukulia kama nakulipa mshahara kwanza kabla ya kazi. Aliongea shangazi na tabasamu. Mara baada ya kusikia hivyo, Berida alijikuta akipokea kadi hiyo kwa kukosa jinsi. Upande wa Hamza alijikuta akikosa usemi, kwani shangazi hata hakumuuliza kama na ratiba nyingine baadaye. Inaonekana shangazi alikuwa akimpenda kweli msichana mtiifu kama Berida. Alama ya kuzaliwa usoni mwake ilifanya watu wengi pia kumhurumia. Hata hivyo, kwa sababu hakuwa na mengi ya kufanya wakati huo, aliona ngoja amchukue na kumpeleka shopping. Pengine ingemsaidia msichana huyo kubadilisha hali yake ya mawazo. Sasa Hamza mara baada ya kumaliza chakula, aliendesha gari akiwa na Berida mpaka maeneo ya Dorsam Mall. Ingawa Berida hakuwa mgeni sana na maeneo mengi ya mjini, bado hakuwa hajaingia katika majengo makubwa ya kibiashara. Hivyo mara baada ya kuingia ndani ya mall yenye maduka makubwa,
hakuelewa chochote kabisa na alishia tu kumfuata Hamza nyuma tu. Berida, ukiona nguo ambazo zinakuvutia unapaswa kuongea. Sina ujuzi sana na nguo za wanawake. Mimi mwenyewe sina uzoefu na sehemu kama hizi. Lakini si unajua ni nguo gani zinakufaa? Mimi nimezoea tu kununua nguo sokoni moja kwa moja. Napendelea kununua t-shirt sana. Hamza alifikiria kidogo, kisha pale akaona ngoja achukue usukani. Unaonaje nikikuingiza kwenye duka moja kwa moja na kisha ukachagua? Sawa. Hamza alijua kwamba kwa tabia aliyoiona kwa Berida, anaweza kununua nguo moja tu kutokana na nguo zinazouzwa humo kuwa ghali. Hivyo alitafuta duka ambalo lilikuwa likiuza nguo nyingi mchanganyiko. Kisha wakaingia na kuanza kuchagua. Berida, unaonaje hii? Hebu angalia kama inakutosha. Berida kabla hata hajajaribu aliangalia kwanza bei yake. Mara baada ya kuona bei alijikuta akichanganyikiwa. Bro Hamza, ile gauni kuuzwa 60,000, mbona ghali hivi? Usiangalie gharama yake. Kikubwa ni wewe kulipenda. Basi nitanunua mawili tu yanatosha. Anaongea Berida. Hamza kusikia hivyo hakujua cheke mali. Ni kama alikuwa akijua kabisa nini Berida alichokuwa akifikiria. Basi muda huo muuzaji alisogea kwa bashasha usoni. Alivyotaka kumuita Berida mrembo, alijikuta akionekana kushangaa kwa muda. Ni bahati alikuwa akijua kazi yake. Hivyo mara moja alificha mshangao wake kwa tabasamu na akaongea kwamba ni nguo gani mnapendelea? Aliuliza hivyo. Hamza akasema kwamba chagua magauni 5 ambayo yanaendana na hali ya hewa ya jiji, pamoja na suruali zisizokaba na sketi kwa ajili yake. Gharama isiwe kubwa sana na pia quality isiwe ndogo. Aliongea Hamza. Muuzaji yule mara baada ya kusikia hivyo, macho yake yalichanua kwa furaha na kisha haraka alimsogelea Berida. Yule muuzaji akasema kwamba dada mrembo, unapendelea mtindo gani wa nguo? Kuna hizo hapa toleo la mwaka huu, ni nzuri na zinaendana zaidi na umbo la mwili wako. Berida akauliza kwamba bro, nguo 5 si zitakuwa nyingi sana? Hamza akasema Berida, ukiendelea kupinga ninachosema nitakasirika sasa hivi. Fuata kama ninavyoelekeza. Mara baada ya kuambiwa Hamza atakasirika, alijikuta akinyamaza mara moja na kuanza kumfuata muuzaji huyo ambaye alimsaidia kuchagua. Haikuchukua muda mrefu. Alikuwa amekwisha kuchaguliwa nguo zisizopungua 15. Mara baada ya kufunganishiwa, Hamza alishia kubeba baadhi ya mifuko na kuongoza njia. Twende kwenye duka lingine sasa. Bro, zinatosha kabisa, zinatosha. Sitaweza kuzivaa zote. Sitaki kutumia hela za shangazi vibaya. Berida, inamaanisha utavaa nguo za juu tu bila za ndani? Kumbe kuna nguo nyingine za kununua. Berida alijikuta akiingiwa na aibu baada ya kuelewa kwamba Hamza anachomaanisha ni kwamba kuna nguo za ndani hazijanunuliwa. Sasa sijui Berida atachagua vipi chupi mbele ya macho ya Hamza. So Hamza akasema kwamba tunaenda za kuvaa ndani, sawa? Anaongea Hamza na Berida alishia kutingisha kichwa. Usio na aibu kiasi hicho. Sio swala la ajabu mwanaume kukusindikiza kununua nguo za ndani. Aliongea Hamza, lakini badala yake alivyozidi kusema ndivyo alivyozidi kumfanya Berida kujawa na aibu. Muda huo Hamza aliona kumtania Berida kulikuwa kukifurahisha mno. Aliona ni adimu sana kukutana msichana aina ya Berida siku hizi. Mara baada ya Hamza kumfikisha Berida kwenye duka la nguo za ndani, aliona sio vizuri kuingia. Hivyo alimwambia kwamba Berida, ingia ndani ukachague mwenyewe. Mimi nitaishi hapa. Berida akasema sawa. Hamza akasema kumbuka huruhusiwi kununua nguo chini ya 5. Usinifanye nizikague. Akasema sawa. Basi Berida hakuthubutu kabisa kupinga. Hamza alishia kusubiri nje ya duka hilo huku akimsubiria Berida, ambaye alipokelewa na muuzaji aliyemsaidia kuchagua alichohitaji. Akaambia kwamba dada, hizi hapa zinaendana na wewe kabisa, unaweza kuingia hapo kujaribu. Berida akasema sawa, ila hakuna kubwa kidogo ya hizi. Muuzaji yule alimwangalia Berida kwa namna ya kumtathmini, kisha akauliza kwamba namba C itakuwa inatosha. Berida aliguna tu. Alishia kutingisha kichwa kukubali. Hamza aliyekuwa amesimama kwenye mlango alishindwa kujizuia na kujisikia tofauti. Alirudisha akili yake kule nyumbani, namna Berida alivyokuwa amevalia lile gauni. Hamza alijiambia, ingawa Berida alionekana kama mwanamke mpole,
bado alionekana kujulia vyema mwili wake. Hata hivyo Hamza alijifanya kutokusikia chochote, maana alijua akionyesha kusikia Berida anaweza kukimbia kwa aibu. Sasa mara baada ya kununua nguo za ndani, walihamia kwenye viatu, pea tatu pamoja na sindo za nyumbani. Hamza mara baada ya kuona msichana huyo akiwa na muonekano wa kuchoka, alijua kabisa atakuwa hana mazoezi ya kutosha. Berida, naona tushamalizana na swala la nguo, twende tukatafute sehemu ya kutulia angalau kupata kinywaji. Naona umechoka sana. Hapana, sijachoka kabisa, na pia nimetumia hela nyingi kununua hivi vitu, nadhani turudi tu nyumbani. Basi tufanye, mimi ndio nimechoka na nataka kutulia kidogo na kunywa chochote, na wewe unanisindikiza, sawa? Moyo wa Berida ulijawa na hali ya joto. Hakutegemea mtu kama Hamza angeonyesha kumjali mtu mdogo kama yeye kwa kutaka hata kumsindikiza. Berida alishia kujibu okay. Mara baada ya kutoka upande wa maduka, waliishia kusogelea mgahawa wa Istanbul unaouza espresso. Ulikuwa na utulivu mno, huku watu wengi wakiwa wageni wa nje ya nchi na baadhi ya Watanzania wachache. Hamza mara baada ya kuangaza eneo hilo ili kupata sehemu ya kukaa, aliona jambo lililovutia macho yake. Ulikuwa ni upande wa dirishani. Aliweza kuona mwanaume na mwanamke wakiwa wanakunywa kahawa katika masofa. Mwanaume alikuwa mrefu, mweusi, aliyejengeka vizuri kimwili. Ingawa alivalia shati kubwa la rangi nyeupe, ilikuwa rahisi kuona alikuwa na mwili wa mazoezi. Uso wake hata hivyo ulikuwa wa kawaida, tena wa duara, huku akiwa na kipara kichwani. Kwa ufupi, alionekana ni aina fulani ya wanaume wanaojipenda, jambo lililomfanya kuwa mtanashati. Aliyemvutia Hamza macho yake ni mwanamke aliyekuwa pembeni ya mwanamume huyo. Alikuwa ni mwanamke mrembo hasa, mrefu kiasi, aliyejaliwa mwili mnene wa wastani. Alikuwa amevalia white lace blouse na sketi fulani hivi ya rangi nyeusi kwa chini. Hata kwa namna hiyo alivyokaa tu na kufanya watu kumuona kupitia mgongoni tu, alitosha kutoa taarifa kwamba akigeuka atakuwa ni mwanamke mrembo tena mwenye hadhi ya juu sana. Bro, nini tatizo? Aliuliza Berida mara baada ya kuona Hamza akiwa amekunja ndita. Hamza hakuongea chochote, na mara moja alianza kuzipiga hatua kuwasogelea yule mwanaume na mwanamke. Wenza hao pia walionyesha hali ya kumtambua Hamza alipokuwa akiwakaribia, na wakaishia kugeuza sura zao kumwangalia. Mwanamke ndiye aliyekuwa kwanza kutamka jina la Hamza, huku akionyesha hali fulani vya kupaniki, na kisha akamwangalia mwanaume aliyekuwa pembeni yake, na haraka sana akasimama. Akauliza, unafanya nini hapa? Dina, nimekuja tu kuuliza swali. Kwa nini umekuja hapa kunywa kahawa? Sijajua kama unapendelea kahawa nje ya mgahawa wako. Anaongea Hamza kama vile hakujali kilichokuwa kiendelea hapo. Mwanamke aliyekuwa mbele yake alikuwa ni Dina. Dina akasema kwamba ni kwa sababu eneo hili kuwa na utulivu, hivyo tumelichagua kwa ajili ya maongezi. Anaongea Dina huku sasa akilazimisha tabasamu, na wakati huo huo alimwangalia Berida aliyekuwa pembeni ya Hamza. Akauliza kwamba vipi kuhusu wewe na huyo msichana ndiye nani mpaka mnaenda kufanya shopping? Huyu msichana kwa ajili yangu amefukuzwa kwao bila nguo. Shangazi Mariposa kaniambia nimsindikize kwa ajili ya kununua. Amefukuzwa nyumbani kwao, nini kilitokea? Ni story ndefu, tunaweza kuliongelea ile siku nyingine. Berida, huyu ni Dina, unaweza kumuita dada kwa sababu amekuzidi umri. Oh, dada Dina. Anaongea Berida kwa hofu kidogo, akiwa akihofia watu asiowajua. Sasa muda ule wazo lilimwingia Dina papo hapo, na kisha alilazimisha tabasamu na kutingisha kichwa. Usiwe na wasiwasi, sisi wote ni ndugu. Muda huo yule mwanaume aliyekuwa pembeni naye alisimama na kutoa tabasamu akasema kwamba Mr. Hamza, jina langu naitwa Bruno Ngasi. Nimekuwa nikitamani kukutana na wewe kwa muda mrefu. Oh, unanijua? Ndio, nimekusikia mara nyingi kutoka kwa kamishna wa polisi Afande Maningi. Najua pia umekuwa na mchango mkubwa sana kwa mtandao wa chatu. Umenisikia kutoka kwa Afande Maningi? Wewe pia ni polisi? Mimi ni mkuu wa kikosi kazi cha kupambana na magenge ya kihalifu hapa nchini. Mr. Hamza, unaweza usinifahamu kwani ndio nimeingia ofisini hivi majuzi. Hamza alionekana kushangaa. Bwana huyo hakuonekana hata kufikisha umri wa zaidi ya miaka 35 na tayari alikuwa na cheo hicho cha kuongoza idara.
Kilikuwa ni cheo kikubwa mno. Ni sawa na kusema cheo chake kinalingana hata na mkuu wa mkoa. Zaidi ya hapo, alikuwa akiongoza kitaifa, jambo lilomfanya kuwa na nafasi kubwa zaidi. Hamza alijiambia huenda bwana huyo anatokea kwenye familia yenye ushawishi au uwezo wake ni mkubwa mno. Ila sijaelewa bwana Bruno, kuna tatizo lolote mpaka kiongozi mkubwa kama wewe kuja kuongea na Dina sehemu kama hiyo? Mr. Hamza, ni kama nilivyojitambulisha. Kwa cheo changu hiki nikimtaka Dina kuja ofisini kwangu kwa ajili ya maongezi, itasababisha sintofahamu kwa watu waliopo chini ya mtandao wake. Hivyo kulingana na jambo nililotaka kuongea naye, nilipima faida na hasara na kuonana nje ya ofisi ni vyema zaidi. Hamza, kiongozi anajaribu tu hapa kuongea na mimi kuhusu mwenendo wa mtandao wangu. Kwa hiyo hana nia nyingine mbaya. Unataka kujua nini? Au wanapanga kuzima mtandao wako? Hamza, usielewe vibaya. Yaani ni tofauti na ambavyo yeye alikuwa ananielezea. Hamza, ni kwamba sisi kama viongozi wa polisi tunajua fika mtandao wa Chatu umetengeneza muhimili wa kupambana na uhalifu hapa jijini. Tunachotaka ni ushirikiano wa kina kwa ajili ya kutusaidia kukomesha makundi mengine ya kihalifu hapa nchini. Na kwa hili pia tunashukuru mchango wa Dina. Afande Bruno, asante sana. Ni matumaini yetu pia kubadilika kila siku ili kuendelea kuonyesha faida kwa jamii. Nimependezwa na kauli yako na nitaripoti kama ulivyoongea kwa wakubwa wangu. Sasa wakati akiongea hivyo aliangalia saa yake ya mshale na kisha akasema kwamba naona muda umefika. Nimekuwa na maongezi mazuri na wewe Dina, ni matumaini yangu kukutana na wewe siku zijazo. Dina akasema okay kiongozi. Basi muda huo bwana yule Bruno alimwaga Hamza kisha akatoka eneo hilo kifua mbele. Muonekano wake wa kitanashati na namna mwili wake ulivyojengeka kimazoezi ulifanya baadhi ya wateja na wahudumu wa kike kumwangalia kwa macho matamanio. Mara baada ya bwana huyo kuondoka, Hamza alishia kukunja ndita. Dina, ulishakutana kabla? Ni mara ya pili. Kwa nini unauliza? Ni kwa namna ambavyo anaongea, yani ni kama vile ni mtu aliyekusudia kuongea nawe kwa muda mrefu. Anaongea Hamza huko kwa wakati mmoja akihisi hali ya wasiwasi kwenye moyo wake. Dina, hebu niambie kweli, anakufukuzia si ndio? Kwa nini unafikiria hivyo? Ni rahisi kwa mtu kama yeye kunifahamu kulingana na historia ya familia yangu. Maongezi yetu yalikuwa ni ya kikazi zaidi. Kama ni kwa ajili ya maongezi ya kazi pekee, kwa nini hajakuita boss Dina au rais Dina? Na kukutambua kwa jina moja tu la Dina? Pia kama ni masuala ya kazi, angekualika moja kwa moja ofisini kwa ajili ya kuongea. Yeye kama kiongozi wa ulinzi wa nchi, kwa nini ajali taswira ya mtandao wa Chatu? Dina alijikuta aking'ata midomo yake huku akiangalia kulia na kushoto. Hamza, hebu naomba tusiendelee kuongea hili swala tena. Au tuongee tukishatoka hapa. Kwa nini tusiongelee hapa? Au ni kitu cha kutia aibu? Nadhani unajua nikitaka kufanya uchunguzi juu ya hili, nitaweza kujua kila kitu. Hivyo ni vizuri ukaniambia wewe mwenyewe. Anaongea Hamza. Dina ambaye alijihisi vibaya kuojiwa hivyo na Hamza, alisha kujibu tu bila furaha. Ndio, nakubali kwamba alikuwa na nia nyingine dhidi yangu, lakini ndio nimejua sasa hivi. Nilijua tu. Unadhani mimi nisingeweza kugundua? Kwa namna alivyokuwa akikuangalia tu. Ni kama nataka kukukula hivi. Lakini hilo ni swala ambalo mimi siwezi kumzoea. Wapo watu wengi pia mtaani wanavoniangalia kama yeye, yani kuna wengi tu wananitazama kama yeye. Ndio napaswa kuambia wasiniangalie kwa namna wanavoniangalia. Sasa yeye kasema tokea mara ya kwanza kuniona alikuwa amevutiwa na mimi na kutamani kunijua zaidi. Lakini nilimweka wazi kwamba tayari na mtu ninayempenda. Hivyo kama anataka kukutana na mimi, iwe ni kwa ajili ya masuala ya kazi, na amekubali. Kwa hiyo hakuna swala lingine linaloendelea kati yangu na yeye. Baada ya maongezi haya leo, mimi siwezi kukutana naye tena nje ya ofisi. Nadhani itakuwa sawa tu, si ndio? Hamza aliweza kugundua Dina alikuwa akiongea kwa hasira, kiasi cha kumfanya hata makeup yake kubadilika. Na alijihisi hatia. Aliona ni kweli ilikuwa ni ngumu kwa Dina kuwazuia watu kumwangalia wanavyopenda wao. Sasa kwa nini amkaribie? Kwa sababu kaangaliwa kwa jicho la kifisi na bwana huyo. Alafu kubwa zaidi, Hamza alikuwa busy kwa muda na hakuwa na taarifa ni kipi kinaendelea katika maisha ya mwanamke huyo. Mara baada ya kujifikiria mara mbili, Hamza aliona alikuwa amekosea na kuanza kujutia.
Dina, I'm sorry. Usio na hasira, ni kwa sababu nakujali sana. Ndio maana nilikuwa na hasira, ila nakuamini. Unamaanisha nini kunijali? Mimi nimefahamiana na wewe kwa zaidi ya miaka 3 hadi sasa. Na bado tu unanishuku, eh? Una hata muda wa kutosha na mimi. Unaweza usinione hata mwezi unapita tu. Eh? Na bado una muda hadi wa kwenda kufanya shopping na mwanamke mwingine. Lakini unanishuku kwa sababu ya kunywa kikombe cha kahawa tu na mwanaume. Na mimi sijakuomba nifanyie chochote. Mimi ninachotaka tu ni kukuona angalau mara kwa mara na sio kunitenga kama unavyofanya. Lakini sasa hivi unaanza kunishuku na kuniona msaliti. Unataka nini kutoka kwangu? Mrembo huyo alionekana kuwa na hasira mno na machungu ya muda mrefu. Hivyo kumfanya ateme cheche za kutosha na kusababisha mpaka wateja ndani ya eneo hilo kugeuza nyuso zao. Hamza alijikuta akiwa na aibu na haya usoni. Na alishia tu kuongea kwa tabasamu kusema kwamba Dina, ni kweli nimekosea. Leo sitaenda popote, nitabaki na wewe. Sawa? Dina akajibu, haina haja, mimi naondoka. Mara baada ya kumuona mwanamke huyo akiondoka, Hamza alishindwa kukubali. Alijua kama asingemfuata Dina muda huo, basi mwanamke huyo angezidi kuwa na hasira. Hamza haraka alitoa hela kwenye mfuko wake na kisha kumpatia Brida. Brida, nadhani unakumbuka namna kufika nyumbani. Chukua taksi pale, utapelekwa moja kwa moja. Aliongea Hamza. Brida aliyekuwa katika hali ya woga alishia kukubali tu, akasema kwamba bro, unaweza kwenda tu, sio na wasiwasi, mimi naweza kufika nyumbani. Hamza alishia kumshika kichwa Brida kwa namna ya kuomba radhi. Kisha aligeuka na kumkimbilia Dina. Brida aliyeachwa nyuma alishia kuhisi aibu kutokana na kichwa chake kushikwa. Mara baada ya kuangalia mifuko iliyokuwa kwenye sakafu, alishia kuvimbisha tu mdomo. Ilikuwa bahati tayari alishakuwa mtumwa wa Herman kwa muda mrefu, hivyo alikuwa amekwisha zoea kubeba mizigo. Ndani ya eneo la maegesho ya chini ya jengo, ilionekana gari aina ya Volkswagen ya rangi nyeusi. Ilikuwa ni gari ya hadhi ya chini kidogo kuliko magari yote eneo hilo. Lakini aina pekee ya namba zake za usajili ilifanya isionekane ya kawaida. Mara baada ya bwana Bruno kuingia kwenye gari hilo, uso wake wa kung'aa uligeuka na kuvaa tabasamu la uovu. Alitoa simu yake, akatafuta namba kwenye hifadhi na kupiga. Muda mfupi tu simu hiyo ilipokelewa upande wa pili. Finished? Sauti ya kizee ilisikika upande wa pili ikiuliza. Nilichokianzisha kinahitaji muda. Kwa namna hali inayoiona ni swala la muda tu, huyu Dina atakuwa kwetu. Oh, very good. Yeye ndiyo kiongozi mkuu wa mtandao wa chatu unaosimamia biashara zote za ulimwengu wa siri ndani ya Afrika Mashariki kwa jumla. Kwa hiyo tukifanikiwa kumleta upande wetu, itakuwa ni hatua ya kwanza mafanikio. Ilisikika hivyo sauti ya mzee. Wakati huo bwana Bruno alishika usukani wa gari lake na kisha akaongea kwa raha. Nimekutana na huyu Hamza ambaye analinda mtandao wa chat kwa siri. Oh, kumbe. Si haujawa na mgogoro naye, si ndio? Hapana, mimi sio mjinga. Kwa sasa tupaswa kuwa na maadui wengi. Kila kitu kinapaswa kufanyika kwa siri sana. Upo sahihi. Uwezo wako wa akili hakika upo vizuri. Nitatoa ripoti kwenda kwa Herman. Mafanikio yako katika hili yatakuwa ni ya kukumbukwa sana. Thank you protector. Aliongea Bruno huku akitoa tabasamu pana. Naam. Ni ndani ya eneo hilo la maduka, Hamza aliweza kumkimbilia Dina na kisha kumshika mkono kwa nyuma. Hey Dina, baby, punguza basi hasira. Najua nimekosea sana pale na sitorudia tena. Dina alishia kutingisha mkono wake kwa namna ya kujitoa kwa Hamza na kuongea kwa hasira akasema kwamba acha kutumia nguvu zako kunionea. Hamza mara baada ya kuona hilo, alishia kumwachia mkono wake. Dina akaendelea kutembea hadi kwenye escalator. Dina akasema kwamba usinifuate, nataka wewe mwenyewe. Aliongea Dina akiwa na ukauzu usio wa kawaida. Hamza alinamisha kichwa chake chini, akijifanya kama hajasikia chochote. Muda huo aliona mwanamke huyo alikuwa na hasira. Hivyo alipanga kumwacha mpaka hasira zake zishuke ndipo aongee. Mara baada ya kumuona mwanamume huyo amejifanya kiziwi, Dina alishia kumpotezea na kushuka kwenye escalator hiyo, kisha akatoka nje kabisa ya mall na kuingia upande wa waendao kwa miguu. Dina, sasa unaenda wapi Dina? Haujaje na gari? Popote utakapoenda mimi nitakusindikiza leo. Aliongea Hamza huku akijitahidi kwa uwezo wake wote kujitia huruma.
Alijua Dina alikuwa na maneno makali, lakini alikuwa na moyo mwepesi mno. Na ni swala la muda tu angemlegeza. Bwana, sitaki unisindikize bwana, unapaswa kumfuata ule mdada bwana. Sijui umemwacha wapi. Dina, mnaomba basi usimchukulie hivyo. Mimi sijaonana naye kwa muda mrefu, ila ni moja ya wasichana wenye roho nzuri sana. Mara mwisho niliwekewa mtego na ndiye yeye aliyeniambia kuhusu hilo na kupelekea kuadhibiwa na familia yake. Kwa hiyo ndio hebu acha kujielezea bwana. Mimi sitaki hata kusikia hizo habari zako bwana. Mtu gani hata yani haujanitafuta kwa muda mrefu na sasa hivi unabwabwaja tu? Anaongea Dina huku akimtolea Hamza macho. Hamza alijihisi hatia, maana alichokuwa akiongea Dina kilikuwa na ukweli. Bora hata angemtafuta kwa simu, pengine mambo yasingekuwa magumu namna hiyo. Ukweli ni kwamba kipindi ambacho Hamza alikuwa hajakutana na Regina, alikuwa akienda mara kwa mara mgawani kwa Dina. Nadhani tu mwenyewe unakumbuka sehemu za kwanza kabisa. Lakini mara baada ya kukutana na Regi, safari zilipungua sana. Muda huo wakati wakitembea, waliweza kukutana na mwanaume aliyekuwa ameshikilia kamera huku akiwa ametega reflector pembeni, yani kando ya barabara. Mara baada ya kumuona Dina, mara moja alimsogelea akasema kwamba mrembo, nafanya shooting ya tukio la channel yangu ya YouTube maarufu kama Built in the Street. Wewe ndiye mwanamke mrembo zaidi niliyemuona leo. Dina kusikia hivyo alijikuta akichezesha kope zake kwa sekunde chache. Baada ya kusita alishia kutoa tabasamu akasema okay, kwa hiyo napaswa kufanya nini? Mwanamume yule kijana alihofia angekataliwa ombi hilo kutokana na hadhi ya mwanamke aliyekuwa mbele yake. Ila baada ya kukubaliwa, alishangaa kwa furaha kubwa sana. Akasema kwamba mrembo, unachopaswa kufanya ni kuendelea kutembea kwa kupita kando ya hii reflector ukiwa kawaida tu na mimi nitakupiga picha. Dina akasema basi sawa, nitatembea hivyo. Endelea na kazi. Anaongea Dina huku akianza kutembea kando ya reflector. Mwanamume yule haraka haraka alijiweka sawa kwa ajili ya kupata picha nzuri zaidi. Lakini muda ule alipotaka tu kuanza kurekodi, aligundua kamera yake ilikuwa ikionyesha giza. Basi akasema kwamba hebu acha kunizibia bro. Kwa hiyo unanizuia kupiga picha ili hali mimi nimeomba ruhusa? Ni mpenzi wangu. Siwezi kuona unampiga picha tu na kufanya watu wengine wamuone. Anaongea Hamza kwa sauti. Yule jamaa akasema kwamba dada mrembo, huyu jamani mpenzi wako? Dina akasema kijana, hebu achana naye huyo bwana. Wewe endelea kunipiga picha. Basi Hamza alijikuta kasirika na kujiambia kwamba huyu mwanamke hata kama ana hasira, hapaswi kuzitolea kwa kupigwa picha za kusambazwa mitandaoni. Alijua kama picha hizo zitasambaa, si ina maana kila mwanaume atataka kumjua Dina. Kufikiria tu hivyo, alikosa kujisikia vizuri kabisa. Sasa Hamza akauliza kwamba Dina, una uhakika unataka kupigwa picha? Dina kwa ukauzo akasema kwamba sina uhusiano wowote na wewe, na mimi sio mke wako. Kwa nini nisipigwe picha kama nimekubali? Basi muda huo yule mpiga picha aliweza kuona wawili hao walikuwa wakifahamiana na kunusa harufu ya ugomvi wa kimapenzi. Yule mpiga picha akauliza kwamba jamani, mnaniruhusu nipige picha au niache? Alionekana kutotaka kupotezewa muda. Dina akasema kwamba endelea. Sasa Hamza naye alionekana kufanya maamuzi kisha akasema kwamba ndio unaweza kupiga. Awamu hiyo Dina alishangana kujiuliza kwa nini ghafla tu anakubali. Hata hivyo Hamza hakumpa mwanamke huyo nafasi ya kufikiria. Pale pale alimsogelea na kisha akamshika kiuno, akimsogeza karibu na nguzo ya taa za sola. Hamza alikuwa kama anaigiza filamu ya Kihindi. Mkono mmoja ukiwa umeshikilia kiuno, mwingine ulikuwa umeshikilia kidevu cha mwanamke huyo, huku akiwa ameinamisha sura yake kwa kutaka kumbusu mdomoni. Dina macho alimtoka. Hakutegemea kama Hamza angemshambulia hivyo ghafla, tena mbele ya watu wengi hivyo anakutaka kuanza kumbusu. Ilikuwa hakika kwamba watu wengi waliokuwa wakiingia kwenye mall hiyo na wale waliokuwa wakiuza bidhaa pembeni waligeuza macho yote kwao. Hamza alimpiga busu la mdomoni kisha akamgeukia yule bwana yule mpiga picha na kumpatia ishara ya kuendelea. Sasa yule mpiga picha akasema kwamba bosi, vipi? Hamza akasema wewe piga picha hizo, alafu nataka ubadilishe kichwa cha habari na uandike wenza wa kitaa. Mara baada ya Hamza kuongea hivyo, hakujali kama kulikuwa na watoto eneo hilo, kwani pale pale alimshika mrembo huyo uso na kumpiga kiss la maana. Mpiga picha yule alikuwa katika hali ya bumbuazi na kuvutiwa kwa wakati mmoja. Alishia tu kuinua kamera yake
kisha kuanza kupiga picha. Dina naye alijikuta akili zikimtoka. Mbele ya watu hao alijikuta akishika kiuno cha Hamza na kuonyesha ushirikiano. Sasa Hamza mara baada ya kumwachia mwanamke huyo na kuona namna alivyojawa na aibu, alishatu kusema kwamba Dina, usiwe na hasira tena. Unajua mwenyewe nakupenda ndio maana nimeshikwa na wivu. Basi Dina mapigo ya moyo alidunda kwa kasi mno. Kutokana na aibu iliyomvaa, alishia kushindwa kuongea chochote. Sasa Hamza kujali watu waliokuwa wakimwangalia kwa mitazamo tofauti, pale alimshika mkono Dina, akasema kwamba baby, hebu niambie ni kitu gani napaswa kufanya ili kurudisha furaha yako? Au unaonaje tukienda hotelini na kuchukua chumba? Kisha nini? Unaongea nini yani? Usinione mimi kulegea kwangu kidogo tu naweza kwenda mbali kiasi hicho. Basi bwana, kama sio hivyo basi. Niambie ni kitu gani unataka? Kama ukiniambia unataka jiwe la mwezi, nipo tayari kuwapigia simu NASA waniingize kwenye rocket nianze safari. Mwanaume una swaga wewe, hebu acha uongo wako muone. After kumechafuka na giza, unaonaje ukinisindikiza kwa ajili ya chakula cha usiku? Kuna sehemu maarufu natamani kwenda kula hapo. Hamza mara baada ya kusikia hilo, alifurahi kwa kuona ni ombi rahisi sana. Hivyo haraka alikubali. Na wakaishia kushikana mikono, wakavuka upande wa pili wa maegesho ya magari na kuingia kwenye gari la Hamza. Hoteli ambayo Dina alitaka kwenda kula chakula ilikuwa karibu na uwanja wa golf maarufu kama Double Tech Cafe and Garden. Mwanzoni eneo hilo lilikuwa ni klabu ya hadhi ya juu, lakini sasa kutokana na kanisa la Katoliki kupeleka malalamisho yao serikalini, eneo hilo lilibadilishwa kutoka kuwa klabu na kuwa huduma za mgawa na mapumziko ya bustani. Sasa Hamza aliegesha gari kando na kisha wote wakashuka na kutembea kwenye njia iliyokuwa na maua ya kuvutia. Ile eneo ni maarufu mno kwa night date. Mpisho hapa anasifika sana kwa ubora wake wa kuandaa vyakula vya tamaduni mbalimbali. Nitamani muda mrefu kuja kutembelea, lakini kuja mwenyewe isingekuwa vizuri. Dina, siku nyingine ukitaka kufanya kitu chochote na mimi, usione aibu. Wewe niambie moja kwa moja na nitajitahidi. Furaha yako ni muhimu sana kwangu. Unaona sasa hivi kwa ulivyoongea tu moyo unaniuma. Sawa, tatizo kwa wanawake wengi uliokuwa nao, yani mimi naogopa hata nisije kuingilia ratiba. Hamza, hivi unashika wapi wewe? Wewe kuna watu wanatuangalia. Anaongea Dina akikatishwa kauli na mkono wa Hamza. Tukishamaliza kula, unaonaje tukitafuta sasa hoteli kwa ajili ya kupumzisha roho zetu? Nikishamaliza kula, kila mmoja ataelekea kwake. Anaongea huku sasa akifyatua mkono wa Hamza uliokuwa umeanza kufanya dhambi. Mara tu baada ya kuingia mgawani hapo, mhudumu aliyevaa sare aliwasogelea akasema kwamba karibuni sana wageni wetu, mlishafanya booking? Hamza akasema kwamba hapana, ndio tunafika sasa. Vipi, kuna tatizo? Mhudumu akasema hakuna tatizo kabisa, ni kwamba karibu siti zote ndani ya eneo hili zimekwisha kuchukuliwa. Sehemu iliyobakia ni VIP tu na 5 couple seat. Gharama zake ni za chini kama mtakubali kushare. Kama hamtaona shida kushare, ninaweza kuelekeza. Sawa, haina shida, lakini hatuhitaji kushare. Alijibu hivyo Hamza haraka. Yule mhudumu alionekana kushangaa kana kwamba alikuwa na mashaka na watu hao. Akasema kwamba kaka, gharama itakuwa ni kwa siti moja. Yaani kwa siti zote jumla gharama yake ni shilingi milioni 1. Kwani shida nini kama ni milioni 1? Mke wangu hapa anataka pia chakula cha bei ghali kuliko vyote. Ongea na mtu wa jikoni mapema. Anaongea Hamza kwa sifa. Dina ambaye alikuwa na hasira kidogo, mara baada ya kusikia maneno ya Hamza, kichwa chake kilivimba kwa furaha kubwa mno. Sasa yule mhudumu hata hivyo alishia kutoa sauti ya mshangao. Eneo hilo mara nyingi lilihudumia wateja wenye hela nyingi, na kutokana na umaarufu wake, gharama zake hazikuwa za kawaida. Lakini kwa Hamza kutaka kulipia eneo lote ambalo lilipaswa kukaliwa na wenza 5 kwa kushirikiana, ilikuwa ni hela kubwa. Sasa wakaambiwa kwamba kuhusu chakula itabidi kwanza msubiri mpaka zamu yenu ifike, kwa sababu wapo wengine wengi wanaosubiria. Mtaweza kuvumilia angalau kwa saa 1:30? Dina kwa mshangao akasema saa 1:30? Mbona mbali hivyo? Akajibiwa kwamba vyakula vyote vinaandaliwa na mpishi mmoja.
huandaliwa kwa aliyeweka oda mapema mpaka wa mwisho. Kama mna haraka, mnaweza kuweka miadi na kuja kesho. Dina alisita kidogo, kisha akamwangalia Hamza, akasema kwamba vipi, utaweza kusubiri? Mimi sina tatizo, ili mradi unataka kula chakula chako hapa, basi nipo tayari kusubiri usiku mzima. Aliongea Hamza huku akijiambia moyoni kwamba kumweka sawa mrembo huyo ndio njia pekee ya kupewa mbususu baadaye. Ngoja mspoili ili baadaye mbususu uwe mlaini. Sasa Hamza kujali sana chakula hicho kina utamu gani mpaka watu wasubiri muda mrefu, ila alijua wanawake wakitamani kitu hutaka kukipata, na hapo hakuwa na jinsi. Basi tunaweza kupata vinywaji kwanza wakati tukisubiri. Aliongea hivyo mara baada ya mhudumu kuelewa. Aliwachukua na kuwapeleka kwenye chumba maalum kama box hivi lililoelekea baharini. Kilikuwa ni chumba cha kuvutia mno, kikiwa na mapambo mengi yakiwemo ya kitamaduni. Eneo hilo lilikuwa kubwa kiasi cha kutosha watu 10, lakini walibaki wao wawili tu. Dina alitania akasema kwamba naona nimemsumbua mfalme wa kuzimu na kumfanya kusubiri muda mrefu namna hii. Hakuna aliyenilazimisha mimi kuwa mume wako bwana, hivyo lazima niwajibike. Dina, unajua mimi ni tajiri mno, siku nyingine ukipata eneo zuri uniambie tu, hata gharama iwe vipi mimi nitakupeleka. Dina alishia kumwangalia Hamza usoni kwa macho ya kurembua. Akashika mkono wake na kuegamiza kichwa begani mwake. Akajita ya kwamba habi, ukweli sina ninachotaka ununulie, mimi ninachotaka tu ni kuwa na wewe karibu kama hivi. Hamza alitabasamu huku akishika uso wa mrembo huyo. Najua hata mimi napenda kuwa huru na wewe kama hivi. Kuwa na mimi tu? Ndio, kuwa na wewe tu. Ijapokuwa najua unadanganya, lakini kwa jinsi unavyoongea najisikia vizuri, alisema Dina kwa sauti ya kulegea. Kutokana na ukimya wa eneo hilo na upekee wao, walianza kuonyeshana mahaba waziwazi. Mara baada ya kusubiri kwa takriban saa 2, hatimaye waliandaliwa aina 5 za vyakula mbalimbali. Ulikuwa ndio utaratibu wa mgawa huo. Haukuruhusu wateja kuagiza moja kwa moja, bali mpishi mwenyewe huwafanyia wateja wake surprise. Hiyo ndio moja ya sababu mgawa huo ulipendwa sana, hata kwa gharama kubwa. Hata kama walisubiri kwa muda mrefu kutokana na matendo yao ya kimahaba na Dina kutaka kujua kuhusu matukio yaliyomkuta Hamza karibuni, hawakujua muda ulivyopita. Ni muda huo huo mlango wa chumba chao ulifunguliwa na yule mhudumu aliyewapokea awali, akiwa ameandamana na meneja wa mgawa aliyevaa suti. Asa meneja akasema kwamba madam, samahani sana kwa kuwasumbua. Hamza kauliza kuna nini? Wakaambia kwamba kuna wageni ndio wamefika mgawani, hawana siti, hivyo wameomba kukaa sehemu hii. Tunaomba mshirikiane nasi ili tuwahamishie meza kwa upande wa nje. Wageni ni wengi sana. Wapo 6 tu. Sasa kwa nini usiwatafutie siti huko nje? Tumeshaandaliwa chakula chetu na tumesubiri kwa zaidi ya masaa 2. Nadhani utaratibu wa aliyeweka oda mapema ndio unazingatiwa, sivyo? Meneja yule baada ya kusikia hayo, muonekano wake ulijaa hali ya wasiwasi. Meneja akasema kwamba ndio maana nimeomba radhi. Hao wageni ni watu maalum sana, ndio maana wanahitaji eneo binafsi kama hili. Dina mara baada ya kusikia neno watu maalum alishia kukunja sura na kisha kauliza kwamba ni watu gani hao maalum, wafalme au wanamfalme? Basi meneja yule alishia kuongea kwa tabasamu kana kwamba anajitetea, akasema kwamba sio hivyo, ni watu ambao wanahitaji zaidi chumba cha private, na kwa sababu nyie ni wawili tumeona sio mbaya kama tutaweka meza moja na nyie. Dina akasema kwamba kwa hiyo yani unamaanisha unataka kutuondoa hapa kwa sababu tupo wachache. Hivi tumelipa hiki chumba chote lakini gharama yake na kununua chakula cha kutosha tumefanya hivyo? Aliongea Dina akionekana kutokuridhika. Akajibiwa kwamba hapana, tunajua mmelipia kiasi kikubwa kuketi hapa, ila tunaomba tuwapunguzie gharama. Mnaonaje hilo? Hamza akasema sio swala la hela, ni swala la nani amewahi. Hata kama mkitaka kunipa chakula bure, bado siwezi kutoka hapa. Kwanza kwa kazi yenu hii mnapaswa kuzingatia ukarimu pasipo kubagua wageni wana hadhi ipi. Alafu sidhani kama kuna washinda kukaa huko nje.
Meneja huyo alijikuta akikosa kabisa usemi. Alijua alichokuwa akifanya sio sahihi. Hivyo mara baada ya kusita aliishia kutingisha kichwa na kisha akasema kwamba okay, basi samahani kwa kuwasumbua, nitaenda kuongea nao tuwape utaratibu mwingine. Basi mara baada ya kuongea hivyo, meneja huyo alitoka eneo hilo. Hamza akasema kwamba hawa watu wanashangaza sana. Wanatuharibia tu mudi yetu. Dina akasema hii ni kawaida. Asilimia kubwa ya watu wanaokuja hapa ni aidha matajiri au maarufu. Hata hivyo haina haja kuwajali. Kama wangehitaji eneo binafsi, wangepiga simu mapema na kuweka appointment. Basi Hamza aliyekuwa akitaka kuongea neno alijikuta akiishia katikati mara baada ya simu yake kuanza kuita. Mara baada ya kuitoa na kuangalia nani aliyepiga, aligundua ilikuwa ni simu ya ofisi. Basi akasema kwamba hello, naongea na nani tafadhali? Kwenye simu akajibiwa kwamba Mr. Hamza, naitwa Afande Msuya, unanikumbuka? Hamza akasema ushaanza kuniona kama mzee, si utakuwa wewe wa kambi ya Lugalo? Na kukumbuka sana bwana. Kuna nini afande? Afande Msuya akasema ni hivi, majuzi nimeweza kupanda cheo na sasa nimekuwa mkuu wa kambi yote ya Lugalo. Aliongea bwana huyo huku akishindwa kuzuia furaha yake. Hamza akasema hongera kwa kuwa kamanda wa kambi. Nadhani hutoniacha ninapohitaji msaada wako baadaye. Akasema kwamba Mr. Hamza, wewe unanipaka tu mafuta kwa mgongo wa chupa. Kwa hadhi ulionayo mimi ni mdogo sana kwako. Kupanda kwangu cheo kumeambatana na maagizo ya kuja kuonana na wewe kutoka serikali kuu. Wewe ndiye muhimili wa nchi na kwa mchango wako kunisaidia kupanda cheo siwezi kusahau. Hamza alishia kujikuna tu kana kwamba anahisi vipele. Akajiambia kwamba lazima bwana huyo ana taarifa za kilichotokea juzi huko makao makuu ya nchi. Ndio maana anaongea kama chawa. Sasa Hamza akasema kwamba okay, kwa hiyo kwa nini umenitafuta? Akasema ni hivi, viongozi wakuu wa serikali kwa ajili ya kukushukuru kwa mchango wako wameandaa zawadi kwa ajili yako. Wamenipa maagizo nikufikishie kama itakuwa sawa kwako. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, pale alikumbuka Afande Simba alishamwambia kuhusu swala hilo. Hivyo akauliza kwamba si ni zawadi yenye ukubwa mdogo tu, isije kawa ni vitu vingi. Msuya akasema hapana, ni zawadi ndogo tu naweza kuishika mkononi mwangu. Hamza akasema kwa sasa sipo nyumbani. Unaonaje ukija siku nyingine? Msuya akasema najua upo hapo Double Tech hapo. Tayari tupo karibu na maeneo hayo. Nadhani sitokusumbua nikipeleka hapo hapo. Hamza akasema nyewe tu. Kwa hiyo mmeamua kuniwekea GPS sio? Msuya akasema Mr. Hamza, tafadhali usielewe vibaya. Sio sisi tuliofanya. Taarifa za eneo ulipo tumezipata kutoka kitengo cha Maribu. Aliongea Msuya akiwa katika hali ya hofu. Hamza alishia tu kupumua. Alijua kwa mtu kama yeye, nchi haiwezi kutulia pasipo kuweka watu wa kumfuatilia. Hususan wakati huu ambao Armageddon ameanza kuonyesha makucha yake. Isitoshe kwa viongozi hao, ikitokea tatizo muhimu ni lazima watake kujua Hamza yupo wapi ili kumfikia mapema. Sasa Hamza akasema kwamba okay, kama ni hivyo unaweza kuja nao tu, ila nipo date na mpenzi wangu, hivyo mkija mfanye haraka na muondoke. Akasema kwamba vizuri sana, tuna muda kidogo tu, tutakuwa tumefika hapo. Aliongea kisha akaga na kukata simu. Sasa mara baada ya mawasiliano hayo kukatika, Dina aliuliza kwa shauku akasema kwamba Habi, ni zawadi gani hiyo serikali inataka kukupatia? Hamza akasema mimi nitajuaje sasa? Nimekubali tu anipatie. Dina akasema yaani wewe hauna ukosefu wa hela na pia sio mtu wa kutaka cheo. Nashinda kuotea ni zawadi gani yani ambayo utaletewa. Basi msikilizaji, ni muda huo mlango wa chumba chao uligongwa kwa mara nyingine, kisha ukafunguliwa na kuingia meneja pamoja na mwanamke aliyekuwa na umri wa miaka kama 30. Amevaa gauni la rangi nyeupe, miwani na mkoba unaotoka kwenye kampuni maarufu sana. Hamza kauliza nini kinaendelea. Meneja yule alishia kuonyesha ishara ya kumwomba Hamza msamaha. Meneja akasema kwamba samahani sana Mr. and Mrs. Huyu mteja wetu amesema anataka kuongea na nyie. Basi mwanamke yule alimwangalia Hamza kisha akamtazama Dina na kuongea akasema kwamba nitalipia gharama zote mtakazotumia hapa mkikubali kutupisha. Lakini pia hata tukishatoka
eneo hili litabakia kwenu kutumia bila gharama yote. Dina akasema, kwa misingi ipi? Unadhani na sisi tunakosa hela? Mwanamke yule mwenye muonekano wa kibonge alishia kutoa bunda la hela za dola na kuzidondosha mezani. Akasema ya kwamba hizo hapo ni dola 5,000. Mkikubali tutaongezea dola 5,000 zingine. Hamza akasema ya kwamba ondoka. Asili mwanamke kibonge kwa siri akasema kwamba unaongea nini wewe kwa ujeuri huo? Unajua bosi wetu ni nani? Hamza upande wake hakubadilika. Aliongea tu kawaida akasema ya kwamba sijali bosi wako ni nani, lakini ondoka. Basi mara baada ya kuona mwanamke huyo anataka kupoteza utulivu na kuanza kubwatuka, meneja ilibidi aingilie. Akasema kwamba madam, tafadhali naomba utulie, nadhani bado hawamfahamu bosi Kamala na Mr. Chibu. Yule mwanamke kibonge alishia kusaga meno yake huku akikunja mikono yake yote kifuani kwa majivuno. Akasema kwamba sikutaka kuongea hili, isitoshe tulitaka tu kuwa low profile. Hata hivyo inalazimu kuambia tu, mimi ni Wema, meneja wa Mr. Chibu. Mr. Chibu na bosi Kamala wapo hapa kwa ajili ya kupata chakula. Kama mnajua kipi ni kizuri kwenu, basi tokeni kwa hiari katika chumba hiki kutupisha. Na waahidi mtapata nafasi ya kupiga picha na Mr. Chibu. Mnaonaje Ni watu wachache wa kawaida hupata fursa kupiga naye picha. Nadhani mnalijua hilo. Mara baada ya meneja Wema kumaliza kuongea, chumba chote kilibakia kimya kwa sekunde kama 10 hivi. Hamza kwa namna fulani akiwa katika mshangao alishia kukunja sura na kisha kumgeukia Dina. Hamza akasema kwamba Dina, Mr. Chibu na Kamala ndio wakina nani? Ni watu maarufu ama? Dina hata yeye kiasi fulani alionekana kama haelewi. Mara baada ya kufikiria kidogo, alishia kuongea akasema kwamba nishawahi kusikia mmoja wa wafanyakazi wangu kitaja jina la Mr. Chibu, ila sijawahi kufuatilia. Sina uhakika, labda watakuwa ni wasanii. Yule mwanamke mmoja akasema, "Hebu acheni maigizo bwana. Inakuaje watu wa kawaida kama nyie mshindwe kumfahamu Chibu?" Basi yule meneja wa mgawa huo pia alionekana kushangaa. Na pale pale akauliza kwa sauti ya upole ya kwamba jamani, Chibu ni mmoja wa wasanii wakubwa hapa nchini. Kuna matangazo mengi kuanzia kwenye bidhaa hadi kwenye TV. Ina maana hamjawahi kumuona? Ile hali ni maarufu sana, hamjawahi kumuona? Hamza akasema, kumbe ni mtu maarufu. Mimi sijawahi hata kumfuatilia. Hamza hakuwa na muda kabisa wa kufuatilia wasanii wa kibongo. Hata kwa Fiona mwenyewe ambaye alikuwa maarufu kimataifa, alimjua tu kupitia Reji. Sasa Dina akasema kwamba nadhani nimeshamkumbuka. Ana tangazo lake maarufu la wanyamapori. Hamza akasema wanyamapori. Hamza alijikuta akiongea huku kwa namna moja akihisi kweli alishawahi kuona tangazo hilo. Nadhani nimekwishamkumbuka. Kaambiwa ndio. Mr. Chibu ni msanii mkubwa na ni maarufu nchini. Ana wafuasi zaidi ya milioni 15 kwenye mtandao wa Instagram. Hamza akasema, kumbe kama ni hivyo, kwa nini sijui hata ni msanii wa aina gani? Hamza alivyoongea meneja akasema, Mungu wangu. Hivi ninyi mnatokea pori gani? Mr. Chibu amekuwa mmoja wa wasanii wanaoiwakilisha tasnia ya sanaa kimataifa. Na amepokea tuzo nyingi, lakini hujui hata ni wimbo gani ameimba. Aliongea meneja. Ni kama meneja huyo sasa alijua Hamza na Dina sio kama walikuwa wakiigiza, bali kweli hawakuwa kimjua msanii huyo ni nani. Akajiuliza wanatokea wapi hawa? Hamza alishia kuinua mkono wake kama vile hataki kujikweza. Kisha akasema kwamba sister, sidhani huyo Chibu ni mtu mwenye aibu. Isitoshe msanii sio ndugu kwa mashabiki. Kuigiza au kuimba ni ujuzi tu, kama ilivyo kwa mpishi kutumia kisu chake au daktari kutibu wagonjwa. Msanii pia ni mtu ambaye amezoea kufanya kazi zake mbele ya kadamnasi ya watu. Kwa nini aogope kuonekana akila? Alafu kuanza kutumia nguvu kupata hiki chumba tena kikubwa zaidi ambacho tumekaa kwa zaidi ya masaa 3. Naona hakuna sababu ya msingi ya kukataa kukaa nje na kutaka kufosi hapa. Basi yule mwanamke bonge akasema kwamba kwa hiyo unadhani kwa hadhi walizokuwa nazo Mr. Chibu na director Kamala wanaweza kula nje au mnadhani hatuwezi kuwafanyia chochote kwa tabia mnayoionyesha? Basi Dina kusikia hivyo alijikuta akipandwa na hasira, kisha pale akasema kwamba anataka kuona ni kitu gani mnaweza kutufanyia.
Ni muda huo huo, wakati anamaliza kauli yake, watu kadhaa waliingia ndani ya chumba hicho. Alikuwa mwanaume aliyebadilisha nywele zake kuwa za rangi ya njano, aliyevalia hereni, ngozi yake iking'aa na kidevu chake kikiwa kimechongoka. Hamza mara baada ya kumwona bwana huyo alijikuta akishangaa huku akikunja sura, baada ya kugundua hakika bwana huyo hakuwa tu amepaka makeup bali pia alikuwa amepaka lip balm mdomoni na kuchonga nyusi. Kwa kuangalia mara moja tu, Hamza alishindwa kujua kama bwana huyo alikuwa ni mwanaume au mwanamke. Kitu pekee ambacho kimemthibitishia kuwa alikuwa ni mwanaume ni koromeo lake lililojitokeza. Basi yule kijana akasema kwamba wewe unafanya nini? Mbona umetusimamisha tu nje? Aliongea kijana yule kwa sauti ya kutokuridhika. Sasa yule mwanamke bonge alishia kutoa majibu ya kusikitika, akasema kwamba Chibu, samahani, hawa watu wameshindwa kuwa waelewa, wanajua ni wewe na director Kamala, lakini bado wanakataa kutuachia chumba. Yule kijana akasema, si nilikwambia uwapatie pesa, kama zitoshi waongezee $5,000 zingine. Yule bonge mwanamke akasema kwamba nimejaribu kuongezea, ila wamesema kwa sababu wewe ni msanii unaweza kula hata mbele ya watu, afu kubwa zaidi wanasema wamekusikia tu, ila hawakujui kwa undani kama wewe ni msanii mkubwa Afrika Mashariki yote. Basi Chibu akasema kwamba nini? Hivi kuna mtu ndani ya Tanzania hii ambaye hanifahamu? Hawa ni vichaa ama? Aliongea Chibu kwa Kiingereza huku akigeuka na kuangalia Hamza na Dina. Hamza naye aliishia kusambaza mikono yake tu. Kisha akaongea pia kwa lugha safi ya Kiingereza. Akasema, hey bro, kutuita sisi wajinga huku ni kwenda mbali. Mimi nimesema tu kama msanii hupaswi kujitenga sana na mashabiki zako. Hata kula mbele yao ni vyema pia. Siongei hivi kama nadharau wasanii, bali najaribu kuonyesha kwamba msanii ni mtu mwenye ujuzi pia. Kama ilivyo kwa wengine wenye ujuzi. Hivyo heshima kwa kila mmoja ni muhimu. Mara baada ya bwana huyo kusikia Hamza akiongea Kiingereza safi kabisa chenye lafudhi ya kuvutia, alijikuta akikunja sura, akasema ya kwamba kuna haja wewe kuongea Kiingereza? Au unataka kutamba yani kwamba unajua kuongea vizuri? Basi Chibu aliongea hivyo kwa Kiswahili. Hamza hakujua cheke ya mali na pale akasema ya kwamba kwa hiyo kumbe unajua kuongea Kiswahili? Mimi najua naongea Kiingereza tu. Basi yule mwanamke bonge akasema Mr. Chibu familia yake ni raia wa Uingereza, hivyo lugha yake ya kwanza ni Kiingereza. Hamza akasema basi mimi siwezi kuendelea kuongea na nyie, kila kitu kishaeleweka upande wetu. Chibu akasema, hivi unajiona nani wewe mpaka kusema kwamba huwezi kuendelea kuongea na sisi? Ngoja nikwambie, nataka hiki chumba sasa hivi. Aliongea Chibu huku akinyosha kidole chini. Hamza upande wake pia hakuona haja ya kushindana na watu hao, na alinyosha kidole chake kuelekea nje. Akasema kwamba niko hapa na mpenzi wangu, hivyo mudi yangu ni nzuri tu, kabla haijabadilika naomba muondoke. Chibu alijikuta akishangaa. Popote pale alipofika alikuwa amezungukwa na mastaa na watu waliokuwa tayari hata walale njiani ili awakanyage apite, lakini kutarajia kukutana na watu kama hawa ambao hawakuonyesha heshima hata kidogo wala kumpa hadhi yake inavyostahili. Chibu akasema kwamba hey, unataka huu mgahawa uendelee kufanya biashara? Kama ndio, haraka ondoe hapa. Aliongea Chibu akimwamrisha meneja wa mgahawa. Sasa meneja yule alionekana kuwa katika wakati mgumu. Alionekana pia kushindwa kuwafukuza wageni hao, hivyo alishia kuongea kwa wasiwasi tu. Akisema kwamba Mr. Chibu, tutakutafutia siti ya pembeni nzuri zaidi kwenye hall. Chibu akasema, unasema nini wewe? Yaani unataka nikale kwenye ukumbi? Nawezaje kuchangamana na watu hawa kawaida? Kwa jinsi watu wanavyokula kichafu mimi nawezaje kuangaliana, yani kuangaliana nao wakati wa kula? Mimi ni star. I am a superstar, unaelewa? Meneja mgahawa alianza kutokwa jasho kwa hofu. Akasema basi tafadhali naomba nikuonyeshe vyumba vingine. Chibu akasema hapana, nataka hiki chumba. Nataka kumuona huyo mwanaharamu akinipisha. Aliongea Chibu huku akimwangalia Hamza kwa macho yaliyojaa kejeli. Hamza kwanza, meneja alijikuta akishindwa kujua hata cha kufanya. Akaambiwa kwamba unaogopa biashara yenu kukosa umaarufu kama nikitoa maoni yangu mabaya na wewe kufukuzwa kazi? Usiwe na wasiwasi kwa hilo. Ili mradi tu ukikubali kuwafukuza hawa wajinga, nitaendelea kubakia hapa kwenye mgawa wenu. Nitapiga picha na kuposti kwenye akaunti yangu. Niwape matangazo ya bure. Nadhani unajua nina wafuasi wangapi. Picha moja tu itawaletea msururu wa wateja. Meneja akasema Mr. Chibu, kuhusu hili sina uwezo wa kufanya maamuzi.
Chibu alijikuta akipandwa na jazba na pale pale alimpiga meneja teke. Meneja yule alijikuta akigugumia kwa maumivu mara baada ya kupigwa teke la tumboni. Chibu alifoka akasema, mshenzi wewe, unaniambiaje kwamba uwezi? Dina kuona vile alijikuta akikosa uvumilivu na pale pale alinua glasi ya juice na kumrushia. Hasa glasi ile ilimgonga Chibu usoni na kumfanya atoe ukelele mkubwa. Aligugumia huku akiinua mkono mmoja kumnyoshia Dina kidole. Sasa akamtukana akasema, malaya mkubwa wewe, unathubutu vipi kunishambulia? Unadhani mimi sitafanya chochote? Hamza pale pale macho yake yaliingiwa na ukali. Alikuwa akitaka kuamka lakini Dina alimzuia. Dina akasema, Habi, mtu aina hii hapaswi kabisa kujisumbua. Yaani upasi kujisumbua naye kabisa. Wewe niachie mimi tu. Ananiita malaya. Niachie mimi tu. Hamza akasema, basi sawa, dili naye. Hamza aliongea hivyo akiona hana haja ya kumzuia mwanamke huyo kama ametaka kuonyesha uwezo wake kidogo. Dina alishia kusimama na kisha akamwangalia yule bwana kwa ukali. Dina akasema kwamba muombe msamaha huyo meneja, kisha uondoke hapa, la sivyo nitakupiga mpaka wazazi wako washindwe kukutambua. Chibu alikuwa na hasira kiasi kwamba alianza kucheka kwa nguvu huku akisema kwamba, wewe malaya wewe, nadhani unajue. Hivi unajua Godfather wangu ni nani? Dina akasema, kumbe pia hata Godfather unaye. Aliongea Dina akiwa na tabasamu ambalo halikuwa tabasamu. Dina akasema kwamba, niambie kuhusu Godfather wako, nione kama nitaogopa. Chibu alishia kufuta mdomo wake, kisha akaongea kwa kujiamini kabisa, tena na kwa ukali. Akasema kwamba bosi wa kampuni ya Bongo Burudani, bosi Tido Kumwembe, na mke wake ndio Godfather wangu na Godmother wangu. Vipi, ushaanza kuogopa? Mara baada ya kuongea hivyo kwamba Tido Kumwembe na mke wake ndio Godfather na Godmother wake, Wema pamoja na baadhi ya watu waliokuwa nyuma yake walimwangalia Dina kwa namna ya kujivunia. Dina akasema kwamba bosi Kumwembe unayemzungumzia ndio huyu mtu wa Mwanza ninayemfahamu. Akajibiwa kwamba inaonekana umeshamsikia, bora angalau una akili. Aliongea sasa akiweka nywele zake vizuri. Sasa yule jamaa akasema kwamba, ndio unaogopa hivyo? Usijali, bado muda unao. Kama utakubali kukiri makosa yako na kupiga magoti kuomba msamaha, kwa uzuri ulionao, mimi siwezi kukuadhibu. Aliongea kwa kicheka. Hata hivyo Dina alishia kutoa tabasamu la uovu na kusema kwamba, pumbavu sana wewe. Kama huyo ndiye baba yako, basi atoshe. Basi kuna bwana aliyeitwa Kamala akasema kwamba, binti, nadhani unazidisha majivuno, kwa makini. Aliongea hivyo ambaye muda wote alikuwa akichezea sigara aliyoishika mkononi pasipo kuiwasha. Kisha akaanza kuelezea sifa za huyo bosi aliyejulikana kwa jina la Kumwembe. Akisema si tu kwamba ni gwiji aliyeiteka soko la burudani nchini, bali pia ni mtu mwenye mkono mrefu kwa connection alizokuwa nazo serikalini. Asa Kamala alidhani kuongea hivyo ingemwogopesha Dina kwa sababu alimuona kama msichana wa kawaida tu, lakini majibu yalikuwa tofauti. Asa Dina akasema kwamba, nimesikia kuhusu sifa zake, kwa hiyo vipi? Chibu akasema, nini? Chibu alijikuta akishtuka. Dina akasema, nimesema muombe msamaha meneja, vinginevyo huyo Godfather wako hata kutambua kwa kipigo nitakachokushushia. Dina akaambiwa kwamba, hivyo ni kichaa, hujielewa tu nilichoongea? Hivyo una akili gani wewe? Kabla hajamaliza kuongea, Dina alikuwa tayari amerusha teke lililomrudisha bwana yule chini. Meneja alijikuta akipiga makelele akitaka kushika nywele za Dina. Sasa akaambiwa kwamba, we malaya, unathubutu vipi kumpiga Chibu? Hata hivyo bonge huyo naye alipokea pigo lililomfanya kuungana na mwenzake chini. Wema alijikuta akipiga ukelele wa maumivu huku akiongea kwa sauti akisema kwamba, iteni mabodyguard nje, waje wapige hao washenzi. Yule meneja wa mgawa akasema kwamba, madam, tafadhali usiwapige tena, sidhani kama ni vizuri kumkosea bosi Kumwembe. Dina akasema, usio na wasiwasi, hili swala halitokuathiri, ni kwa sababu hiki kipuuzi hakijafunzwa adabu. Aliongea hivyo Dina. Ni muda huo Chibu aliyeshikwa mkono na Wema waliondoka haraka, lakini muda huo mabodyguard 4 waliovalia nguo nyeusi waliingia eneo hilo.
Mwanzoni hawakuruhusiwa kuingia humo, lakini kwa sababu master wao amepigwa, hawakufuata sheria tena. Chibu akasema kwamba mpigeni huyo kahaba mpaka apoteze fahamu. Aliongea Chibu aliyekuwa nje ya chumba akimnyoshia Dina kidole. Sasa yule Kamala mara baada ya kuona hivyo alijikuta akiongea kwa kutoa ushauri ya kwamba Chibu, hebu acha kupiga makelele ya kupaniki bwana. Kama watu wakifahamu ulichokifanya, utapoteza mashabiki wengi na kazi zako hazitauzika sokoni. Chibu akasema, kuna haja gani ya kuogopa? Kwa nguvu alizonazo Godfather wangu, kutakuwa na chombo cha habari kitakachothubutu kuandika habari mbaya kunihusu mimi? Mpigeni huyo kahaba bana. Kama vipi muweni kabisa, nitabeba lawama. Basi mabodyguard hao walimuelewa mtu aliyekuwa nyuma ya Chibu. Na kutokana na kukulia kwenye mazingira magumu, ndio maana alikuwa mkatili. Lakini sasa mara baada ya mabodyguard wale kutaka kushambulia, walijikuta wakishambuliwa na Dina kwenye maeneo muhimu ya miili yao. Kwa ufupi, walikuwa mabodyguard waliotunisha misuli tu, lakini hawakuwa na mbinu zozote za mafunzo. Jambo lililopelekea utofauti wao na Dina kuwa mkubwa sana. Hivyo Dina hakusumbuka hata kidogo, kwani kwa mashambulizi machache tu aliweza kuwamaliza mabodyguard wote chini. Mpaka pale ambapo Dina alimshughulikia bodyguard wa mwisho kwa kumpiga teke lililomgonga kutani. Kila mtu aliyekuwa akilishuhudia jambo hilo alijikuta akishikwa na bumbuazi. Dina alishia kujifuta vumbi kwenye nguo zake, kisha akamwangalia Chibu kwa mara nyingine. Akasema kwamba niambie, upo tayari kupiga magoti na kuomba msamaha au nataka nikupige mpaka ugeuke mwekundu? Uso wa Chibu ulikuwa na hofu kubwa mno, huku akimwangalia Dina kwa namna kutetemeka. Sasa Chibu akasema kwamba wewe unadhani na kuogopa kwa sababu eti unajua kupigana? Godfather wangu hawezi kukuacha kirahisi. Yule Wema akasema kwamba ndio kabisa, tena nimeshapigia simu watu wa polisi, muda si mrefu atafika hapa kukamata. Aliongea Wema. Sasa Dina akasema kwamba mna uhakika wanakuja kunikamata mimi na sio nyie? Aliongea Dina akitabasamu huku akimwangalia Hamza na kumkonyeza. Hamza alishia zake kunywa juice tu ya matunda, huku akimtingishia kichwa Dina kwa namna ya kumkubali. Sasa Hamza akasema kwamba Dina, mrushie tu huyo mpuuzi nje, haina hata maana kujisumbua naye. Basi muda ule wakati akiongea, mhudumu alifika kwenye chumba hicho na kuongea kwa sauti akilitaja jina la meneja. Akasema kwamba meneja, kuna magari mengi ya jeshi yamefika nje yakiwa na wanajeshi. Meneja kwa hofu akasema, jeshi? Isije kawa tukio hili limeamsha jeshi. Basi bwana, yule director aliyeitwa Kamara alijikuta akikunja ndita kwa namna ya kufikiria kama vile mtu mwenye wasiwasi. Akasema kwamba isije kawa ni kwa sababu umepigia simu polisi ndio maana wakaamua kutuma jeshi. Yule Wema akasema kwamba sidhani kama ni hivyo, kwanza ndio nimewasiliana na polisi sasa hivi, na pia kwa nini iwe ni jeshi? Aliongea yule Wema. Sasa upande wa Chibu alijikuta akicheka kwa sauti kubwa mno, kisha akasema kwamba lazima huyu ni Godfather wangu tu. Kama umemwambia polisi, yani kama umemwambia polisi ni mimi, lazima ni wao walio taarifu jeshi. Kamara akasema kwamba inawezekana. Kama ni hivyo basi hakika boss Kumwembe ni mtu mzito. Chibu alizidi kuvimba kichwa. Alimwangalia Dina kwa macho aliyojaa kejeli, kisha akasema kwamba wewe mwanaharamu wewe. Umeona sasa nguvu iliyo nyuma yangu? Umeona jinsi ilivyo kubwa? Dina na Hamza walijua vyema nini maana ya ujio wa jeshi katika eneo hilo. Hivyo walishia kuangaliana na kutabasamu tu. Hamza alishia kusimama, kisha akatembea kusogelea mlangoni. Mara baada ya kumfikia bwana huyo, alisema kwamba hakika una utajiri wa mawazo. Baada ya kuongea vile, alimshika mkono Dina, kisha wakatoka nje. Chibu akasema kwamba simama, ndio unaanza kuogopa sasa hivi? Aliongea Chibu akiwafuata huku akiogopa kuwashambulia kwa wakati mmoja. Akasema kwamba mmeshachelewa, nawaambia mmeshachelewa, kwa mlichokifanya hamwezi kukimbia hapa. Ngoja muone ukali wa jeshi la Godfather wangu walilolituma. Basi Hamza na Dina walikuwa vivu hata wa kufuatilia maneno yake, kwani walitembea moja kwa moja mpaka eneo la kuingilia. Walipofika waliweza kuona kulikuwa na mistari miwili ya wanajeshi waliokuwa wamejipanga. Wanajeshi hao wote walikuwa wamevalia combat za kijeshi, huku wakiwa wameshikilia bunduki zao mikononi. Sura zao hazikuwa na utani hata kidogo. Msisimko uliokuwa kisambaza ulionyesha walikuwa si wanajeshi wa kawaida.
Jenerali Msuya ndiye aliyesimama mbele, akiwa katika kombati zake zilizochafuka vyeo, huku mkononi ameshikilia kiboksi cha mbao kilichotengenezwa kwa maridadi mkubwa. Wanajeshi hao wote walionekana walisubiri tu amri yake. Mara baada ya kumuona Hamza akitoka, Afande Msuya haraka alijikakamua, huku sasa akinyoosha kichwa chake vizuri, akasema salute. Mara moja Afande Msuya aliwaamrisha wanajeshi wake kwa nguvu, na wanajeshi hao wasiopungua 20 walipiga saluti ya heshima na kufanya watu wote waliokuwa eneo hilo waangalie kwa shauku kubwa. Sasa swala hilo lilimfanya Hamza kushindwa kabisa kuongea chochote. Alijiambia ilikuwa ni zawadi tu, lakini kwa nini wameifanya iwe jambo kubwa namna hiyo? Kana kwamba amekuwa kiongozi wa nchi ya ugenini. Kilichofanya Hamza asiendelee kuongea zaidi ni kutokana na Chibu aliyekuwa pembeni yake. Alicheka akasema kwamba kazi nzuri kutoka kwa Godfather. Mara baada ya kuongea vile, Chibu kwa majigambo kabisa alianza kupiga hatua kama vile ni rais aliyejitayarisha kukagua jeshi katika sherehe za uhuru. Crew yake yote pia ilimfuata nyuma. Ingawa wenzake wote walikuwa na wasiwasi mno, Chibu alikuwa katika msisimko wa hali ya juu mno wa furaha. Alitembea huku akicheka mpaka alipofika mbele ya Afande Msuya. Sasa Chibu mdau anajua kwamba hao wote waliokuja hapo wamekuja kwa ajili yake. Akasema kwamba afande, pole sana kwa usumbufu. Afande Msuya alikunja sura akasema wewe ndiye nani? Sasa jenerali alikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Hakujua kabisa bwana huyo ametokea wapi. Hata hivyo kutokana na kumuona Chibu hakuwa na woga. Alijiambia pengine ni mtu mzito, hivyo alitaka kumfahamu kwanza. Chibu akasema kwamba mimi ndiye Chibu. Inamaanisha hujanifahamu bado Usijali kabisa. Usijali kabisa afande, mimi najua wewe ni mjeda. Hivyo si wafuatiliaji sana wa mambo ya muziki na filamu. Kwa hiyo mimi sikulaumu kwa kushindwa kunifahamu. Aliongea hivyo Chibu. Afande Msuya alishangaa akasema kwamba Chibu. Afande Msuya alizidi kuchanganyikiwa. Chibu wapi? Na popo hapo akaongea huku akimwangalia Hamza akasema kwamba Mr. Hamza, huyu bwana rafiki yako? Swali hilo tu lilitosha kubadilisha hali ya hewa kabisa. Kundi lile la Chibu, meneja, wahudumu na baadhi ya wateja walijikuta wakishangaa. Hasa kabisa Chibu mwenyewe ndiye aliyekuwa akishangaa zaidi, huku akiwa na hali ya kuchanganyikiwa kwa wakati mmoja. Macho yake yalipata hali ya uelewa na kufanya azidi kushikwa na wasiwasi na woga kwa wakati huo. Hamza kuona jambo lile alishindwa kujizuia. Akaanza kucheka, kisha akainua mabega yake kwa namna ya kukataa akasema kwamba mimi sifahamu bwana, usielewe vibaya afande, hata mimi mwenyewe nilikuwa simjui. Ndio mara yangu ya kwanza kumuona leo. Nimeambiwa ni msanii maarufu hapa nchini. Basi Afande Msuya akasema kumbe ni msanii tu na sio rafiki yako kabisa. Aliongea afande huku sura yake ikiwa nyeusi. Chibu alijikuta akimeza mate mengi na kwa wasiwasi akapiga hatua kadhaa kurudi nyuma, kisha akaungana na meneja wake pamoja na Kamara. Chibu akasema kwamba kumbe nyie sio watu mliotumwa na Godfather wangu. Aliongea Chibu akishindwa kuamini kama wanajeshi hao wamefika kwa ajili ya Hamza. Basi Msuya akauliza kwamba huyo Godfather wako ndiye nani? Aliuliza Msuya akitaka ajue ili asitafute matatizo yasiyo na msingi. Chibu akasema ni Boss Kumwembe, mkwe wa mstaafu Mgweno, mkurugenzi wa kampuni ya Bongo Burudani. Nadhani mtakuwa mnamjua, si ndio? Msuya akasema umepata wapi ujasiri wa kudhania mtu kama huyo anaweza kuagiza jeshi atakavyo? Unadharau jeshi, si ndio? Afande Msuya alionekana kukasirishwa na jambo hilo. Alidhani mwanzoni Chibu alikuwa mtoto wa mtu mzito. Kumbe alikuwa wa mfanyabiashara mdogo ndani ya nchi. Hata kama ni kweli Boss Kumwembe alikuwa na hela, mbele ya jeshi alikuwa ni mtu mdogo sana. Hata kama wakitaka kumuua mtoto wake, wasingehojiwa wakisema ni kwa ajili ya usalama wa nchi. Sasa Msuya akasema ya kwamba kajitu kadogo kama wewe uliyejipaka poda na kushindikana kujulikana kama mwanaume au mwanamke, unajitoa fahamu kabisa na kutamba mbele yangu Nauliza, unadharau jeshi? Chibu akasema hapana afande, sio hivyo, mimi nilidhani. Chibu alikuwa na hofu kiasi kwamba machozi yalianza kumtoka. Hakujua namna ya kujieleza. Asadina kuona vile alijikuta kicheka. Akasema kwamba Afande Msuya anadhani nimekuja kwa kutumwa na Godfather wake
ili kutufukuza kwenye siti zetu. Amepatwa na ukichaa, anaona asipokaa kwenye chumba tulichokuepo hawezi kushiba. Ameenda mbali hata kutaka kutupiga. Msuya akasema, nini? Kutaka hadi kuwapiga? Mara baada ya afande Msuya kusikia hivyo, alizidi kuwa na hasira. Ukweli ni kwamba asingekuwa na hasira sana, ila kwa sababu alikuwa akitaka Hamza kumwangalia kwa jicho lingine, alichochea hasira yake kwa nguvu kubwa ili kumfanya Hamza sio tu kupendezwa naye, bali pia ajihisi kwamba alikuwa hazina ya nchi. Hivyo, ingawa sio kweli kwamba bwana huyo angeweza kutumia watu wake kumpiga Dina na Hamza, aliona ni kitendo cha kumdharau sana Mr. Hamza na hakutaka kufanya kosa la kutoshughulikia swala hilo ipasavyo. Basi akasema kwamba haya, mtu nasogewa kama teni wote. Kauli hiyo ilimfanya Chibu na wenzake kuogopa kiasi kwamba ni kama nafsi zao zilitaka kutengana na miili. Mara baada ya kupokea amri hiyo, wanajeshi walisogea mbele kisha wakawashika kibabe Chibu na wenzake na kuwapigisha magoti. Director Kamara aliyekuwa na uelewa wa vyeo vya jeshi alishia kumlaani Chibu ndani kwa ndani. Alijiambia kwamba kwa nini huyu bwana ni mjinga kiasi cha kushindwa kutokujua mjeda huyo alikuwa na cheo cha ujenerali. Pale pale aliona amtelekeze mwenzake na kuokoa nafsi yake. Akasema kwamba jenerali, sisi hatukufanya chochote cha kumkosea Mr. Hamza, ni Chibu peke yake ndiye aliyefanya hivyo. Sasa yule meneja wema akasema kwamba ni kweli kabisa jenerali, mimi nilifuata tu maagizo ya Chibu kwa sababu ndio kazi yangu. Basi Chibu uso wake uligeuka wa blue na kutamani hata kutapika damu. Afande Msuya aliona ni kupoteza muda kuongea nao. Kwanza hata kama angewaua, hakuna ambaye angemuoji kwa nini kafanya hivyo. Akamwambia kwamba kaeni kimya. Ninyi wapuuzi mliojaa majivuno. Ndio maana badala ya kutoa mafunzo kupitia sanaa zenu, kazi yenu ni kuimba tu ujinga. Kama singekuwa eneo hili lina watu, ningekuwa nishawapiga risasi mara moja kwa kumdharau mtu kama Mr. Hamza. Mnashangaza kweli. Nataka mtoe macho yenu yote na muangalie ni kwa namna gani mtu mlemdharau ni hazina ya nchi. Aliongea afande Msuya kwa sauti kubwa na kuwafanya watu hao kujibana wasitoe hata sauti za kupumua. Lakini kwa wakati mmoja walijiuliza, huyu Hamza ni nani kiasi cha kuonyeshewa heshima kubwa namna hiyo na jeshi la nchi? Sasa muda huo afande Msuya alinyoosha kola ya combat yake aliyovaa vizuri tu, kisha akapiga toka kamavu kumsogelea Hamza. Mara baada ya kufika mbele ya Hamza, alifungua kibox kile kwa ufanisi mkubwa na kisha kusema kwamba Mr. Hamza, hii ni ishara ya asante kwa mchango wako kwa taifa letu la Tanzania. Hiki ni cheti, kitambulisho na medali kwa ajili yako. Ingawa ni kitu kidogo sana kama tone la maji kwenye ndoo ukilinganisha na mchango wako uliozima wimbi lililotaka kuifunika nchi yetu, ni matumaini yangu hutokataa kupokea. Mara baada ya kuongea vile, alifunua kibox kile na kukiweka mbele ya mikono ya Hamza kwa ajili ya kupokea. Muda huo kila aliyekuwa akishuhudia jambo hilo alikuwa na shauku kubwa. Hamza upande wake kwa kawaida sana alinyosha mkono wake na kisha katoa cheti kile kilichokaa kama kitabu au kama pasi ya kusafiria hivi, lakini chenye ganda la juu lililonakishiwa kwa madini halisi ya dhahabu ambayo alitengeneza mchoro wa simba aliyeshikilia bendera ya Tanzania, huku chini kukiwa na maandishi makubwa yaliyoandikwa shujaa wa taifa. Asa Hamza mara baada ya kufikiria jina la nguvu yake ya kusudi, aliona utambulisho huo wa cheti haukuwa mbaya na ulimfanya tabasamu. Kila mmoja aliyekuwepo mwenye macho makali ilikuwa ni rahisi kusoma maandishi hayo kutokana na kwamba yalikuwa ni makubwa na pia rangi ya dhahabu. Asa Chibu na wenzake mioyo yao ilikuwa ikidunda kwa kasi kiasi kwamba hata kumeza mate walishindwa. Hawakuwa wajinga, hivyo waliweza kuelewa maana ya cheti hicho. Tukio hilo ukijumlisha na watu wa kawaida pamoja na matajiri na vigogo, mara baada ya kusikia jambo hilo walijikuta wakishangazwa sana. Kuna waliokuwa kijiuliza kwenye mioyo yao ya kwamba kijana huyu amefanya mchango gani kwa taifa. Walijiuliza hivyo kwa sababu mpaka kundi hilo la wanajeshi kufika hapo ilikuwa ni jambo lisilo la kawaida, linalotokea mara chache sana nchini. Tena si hivyo tu, kijana mwenyewe anayeonyesha unyenyekevu alionekana kuwa na umri wa miaka 20 pekee. Basi Msuya akasema kwamba Mr. Hamza ni mwanajeshi shujaa wa wakati wetu. Viongozi wetu wanajua kwamba haupo tayari kujiunga na jeshi, hivyo wamekupatia hadhi ya cheo cha kijeshi cha jenerali wa ulinzi. Hii medali pamoja na kitambulisho chako cha taifa
itakuwa ni utambulisho wako wa heshima popote utakapopita. Tafadhali pokea kutoka kwangu kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi mara baada ya maneno hayo kuzungumzwa, kila mmoja alihisi moyo wake unataka kupata shambulio. Jenerali mlinzi wa taifa kivipi? Watu wengi walishangaa kwa sababu hawakuwahi kusikia cheo cha namna hiyo ambacho ni wazi kilionekana kuwa cha juu sana. Dina aliyekuwa pembeni alikuwa kimwangalia mwanaume wake kwa kujivunia sana. Hamza alikuwa amejishindia heshima yake, hivyo kumfanya kuwa na furaha. Alijikuta hata yeye akitamani kutimiza jambo ambalo lingemjengea heshima na kumletea furaha kubwa. Hamza alihisi mabwana hao ni kama wamezidisha sana sifa, kwa sababu si kama aliokoa taifa kwa kukusudia mpaka kupewa cheo hicho. Alishia kupokea kitambulisho kingine ndani ya boksi, na aligundua pia kilikuwa kimetengenezwa na malighafi za upekee. Kitambulisho hicho hakikuwa na picha pekee, lakini kilikuwa na nembo ya taifa pamoja na taarifa zake zingine. Hamza akasema kwamba Afande Msuya, kutumia kitambulisho cha namna hii itakuwa sio kawaida kwa watu, naona niendelee tu na kitambulisho changu cha kawaida. Aliongea Hamza. Hamza aliona ingetosha tu kuchukua medali hiyo na cheti, ila si kitambulisho ambacho kingeteka macho ya watu kila ambapo angekitumia. Asa Msuya akasema kwamba Mr. Hamza, unaweza usifahamu hili, lakini hiki kitambulisho si kwa ajili ya kukutambulisha tu, bali ni token ya kiishara pia. Hamza kauliza, token ya kiishara unamaanisha nini? Msuya akasema, ili mradi utakuwa na hiki cheti na kitambulisho chako, unao uwezo wa kuamrisha kamandi yoyote ya jeshi kutoka kambi yoyote ndani ya Tanzania. Unao uwezo pia wa kuomba silaha za kijeshi muda wote. Basi mara baada ya watu kusikia hivyo, walijikuta wakishindwa kujizuia na kutoa pumzi ya mshangao wa moto. Hata Dina mwenyewe alijikuta akiziba midomo yake kwa mshangao. Jambo hilo lilionekana kama ukichaa. Hiyo si inamaanisha Hamza alikuwa na madaraka pia ndani ya jeshi la Tanzania? Ukweli ni kwamba Afande Msuya wa kambi ya Lugalo alikuwa na wivu sana na cheo hicho. Kwanza, lilikuwa ni jambo la kwanza kufanyika tangu ahudumu jeshini. Hata pale alipoelekezwa juu ya kwenda kukabidhi cheti hicho, ndipo alivyoweza kujua umuhimu wa Hamza ndani ya Tanzania. Sasa Hamza kimoyomoyo akasema kwamba inaonekana viongozi wa Tanzania bado hawaniamini kabisa. Kwa njia hii ni kama wanaomba niwafikirie kwa namna yote ile. Msikilizaji, Hamza alikuwa akielewa maana iliyopo nyuma ya jambo hilo. Kwanza, wanajua kabisa hata wakimpatia uwezo wa kuomba silaha, bado hatotaka kutumia kwa sababu hazina manufaa kama uwezo wake. Lakini pia familia yake yote ipo ndani ya mipaka ya Tanzania. Hivyo si rahisi kufanya jambo ambalo linaweza kuhatarisha usalama wa taifa. Kwa mazingatio hayo, walijua hata kama zawadi hiyo inaweza isiwe na faida kubwa kwa Hamza, bado itampatia heshima ambayo itamridhisha, na mwisho wa siku hatofikiria kukimbilia kujiunga na nguvu ya Magadio Nshakyamuni. Yaani kwa lugha nyepesi, kwa kitambulisho, cheti na medali hiyo, si tu kwamba viongozi walimpatia kama hadhi tu, lakini vile vile ni kutangazia watu wa mataifa kwamba Hamza kashakuwa Mtanzania halali. Asa Hamza pale alijiambia kwamba wanasiasa wana akili sana ise. Yaani wana akili sana hao kwa kumuingiza kwenye mtego kama huo, kwa sababu ukataa vitu hivyo isingekuwa sahihi. Basi sawa, nitapokea, lakini sidhani ni vyema kutembea navyo kwa sasa. Unaonaje ukivipeleka nyumbani kwangu? Aliongeva Hamza. Msuya alijikuta akitoa pumzi ndefu na kisha kutoa tabasamu akasema kwamba ninaweza kabisa kufanya hivyo, ili mradi tu umepokea, basi misheni yangu imekamilika. Hamza pia hakutaka kuendelea kuzingirwa na kundi hilo la wanajeshi, hivyo alitaka ondoke. Akasema kama ni hivyo basi tawanyikeni, mimi bado nipo hapa na Dina kwa ajili ya chakula. Akaambiwa sawa, sisi tunaondoka na tusamee kwa kusumbua. Mara baada ya kuongea hivyo, Msuya aligeuka na kisha aliwaangalia Chibu na wenzake waliokuwa wamekandamizwa chini kwenye sakafu. Msuya akasema kwamba Mr. Hamza, tudili vipi na hawa watu waliokukosea heshima? Au ni wakamate na kwenda nao kwenye mahakama ya jeshi? Chibu na wenzake walikuwa na woga kiasi kwamba walijikuta wakianza kulia na kuomba. Chibu akasema tafadhali naomba tuache tuondoke, sitofanya tena. Mr. Hamza, wewe ni mtu mkubwa, tafadhali naomba unisamehe, nipo tayari kukupatia hela. Godfather wangu ni tajiri sana. Akaambiwa kwamba wewe kaa kimya. Yaani bado tu unathubutu kutaka kumuonga Mr. Hamza? Sikuendelea kumtusi huko.
Ndipo pale pale Chibu aligundua alikuwa ameongea kauli mbovu. Suruali yake ilishika moto mara baada ya mkojo kumtoka kwa Oga. Msuya akasema kwamba muoga sana huyu, hebu muangalie, kashajikojolea tayari. Aliongea Msuya huku akitingisha kichwa chake kwa masikitiko na kufanya wanajeshi wenzake pia kuonyesha hali ya kejeli. Chibu alijikuta akitoa kilio, alitamani kupata hata shimo ajifiche. Mara baada ya kundi hilo la wageni kumuona Chibu na kumtambua, walianza kumnyoshia vidole. Ilikuwa ni wazi hawakutegemea star wao atakuwa katika hali kama hiyo. Asa akauliza tena kwamba Mr. Hamza, unadhani inapaswa kudili naye vipi? Hamza alifikiria na kisha pale pale alimgeukia Dina. Hey Dina, wewe unaonaje? Nadhani napaswa kuliacha hili mikononi mwako. Dina alishia kutoa tu tabasamu na kisha akasema kwamba kama ni hivyo wafunzwe tu adabu. Sidhani kama wanastahili hata kusimama mbele ya mahakama za kijeshi. Akajibiwa, okay boss Dina, tutafanya hivyo. Kwa sasa sisi tunaondoka, Mr. Hamza, na kutakia usiku mwema. Mara baada ya kuongea vile, waliwabeba kimzobe Chibu na wenzake na kuwatupia kwenye magari ya kijeshi. Hamza na Dina hatimaye waliweza kugeuka na kurudi kwenye mgahawa. Watu wengi walikuwa wakimwangalia Hamza kwa hali ya kupendezwa naye sana na shauku ya kutaka kumjua kwa wakati mmoja. Meneja yule wa mgahawa alikuwa katika hali ya hofu kiasi kwamba jasho lilikuwa likimtoka. Ilikuwa ni bahati kwake hakumfanyia dharau Hamza kama walivyofanya Chibu. Vinginevyo angekuwa sehemu ya walioondoka na magari ya jeshi kwenda kupewa adhabu. Dina na Hamza walirudi mgawani na kunywa kabla ya kuondoka hapo. Ingawa Dina alisema anataka kurudi nyumbani kwake, Hamza alimkokota mrembo huyo mpaka kwenye hoteli ya Golden Trip. Hakukuwa na haja ya kuongea sana juu ya kilichoendelea hotelini. Sasa asubuhi ilivyokucha, Hamza ndiye aliyekuwa kwanza kuamka, na mara baada ya kuchukua mazoezi ndani ya chumba hicho, kiasi fulani alijihisi kuwa mpya. Aligeuka na kumuona Dina akimwangalia kwa macho usingizi huku akitoa miayo. Hata hivyo hali hiyo ilimfanya apende zaidi, na Hamza alisogea akitaka kumbusu, lakini ni muda ule alistuliwa na mwito wa simu yake uliokuwa ukiita, ukionyesha kuna mpigaji. Hamza mara baada ya kushika simu aligundua aliyekuwa akipiga ni wife. Kipi kitakachoendelea msikilizaji? Tukutane sehemu inayofuata. Langu jina ni Lucas Lumbas. Bye bye.